Movie inaanza, huyu mdada anaitwa Sesi anataka kwenda chooni, mara ghafla anakutana na mume wake anaitwa Felix. So huyu mume wake akawa anamzuia, hutaki kwenda kwenye kile choo. Bwana ni wanandoa, alafu ni wamepanga Uswahilini. Yaani hapo ndio ndo siku ya kwanza wamefika. Sasa huyu mwanaume ndo anamuelekeza mke wake vitu ambavyo ameweza kukutana navyo mara baada ya kulipa kodi. Mwenye nyumba alimzuia kwamba hautakiwi kutumia wewe na mke wako hicho choo kama mimi sitakuwepo. Kwa hiyo yeye ndo akawa anamshirikisha mke wake kwamba bwana, mwenye nyumba kanisisitiza mno, kwa inabidi urudi ndani. Lakini mwanamke akawa anamwambia huyu jamaa kwamba Felix, wewe mjinga sana. Haiwezekani tumetoa kodi alafu tuzuie kwenda chooni. Mimi naenda bwana. Felix akanamwambia mke wangu Sesi, acha ubishi. Wewe rudi ndani. Wewe rudi ndani. Hatujui mwenye nyumba na maana gani. Mwenye simuelewe, lakini inabidi tutii kwanza ili tuelewe. Kumbuka sisi ni wageni hapa. Beba ndo, acha ukaidi mke wangu. Alivyomwambia hivyo, Sesi kabidi arudi ndani. Na mwanamke baada ya kutii, huyu jamaa Felix akaanza kuwaza, nimelipa kodi, alafu mara baada ya kulipa kodi na pia masharti kibao. Sasa kwa nini anazuia kuingia kwenye choo? Kina nini hiki choo? Na nini kitatokea endapo mtu ataingia kwenye hiki choo? Bwana, hili ni fumbo. Tuendelee kutizama mzigo huu. Hii movie inaitwa Mtego wa Choo. Tunaendelea na movie siku ya pili sasa. Mshikaji yule Felix alikuwa amelala wakati huo. Alafu mke wake akamtoroka, akabeba ndoo, huyo anaenda chooni. Hii ni siku ya pili mwenye nyumba hajarudi. Kwa hiyo mwanamke anakaidi, akafungua mlango. Alipofungua mlango kuna nguvu ya ajabu ikamvuta, imekaja kumpeleka maeneo haya hapa Kimazingara. Amekuja kutuwezea kwenye msitu wa kutisha kinoma noma. Akaanza kupiga makelele na lalamu. Wewe ni sehemu ya kurudia, wewe ni mlango, sehemu aliyokuwa anaingia ni chooni, alafu amekuja kutukezea poleni huko. Lakini cha ajabu bwana, anapopiga kelele huko na lalamika, anaita Felix mpenzi wangu nisaidie, Felix mpenzi wangu nisaidie, sielewi. Hii sauti inasikika upande huko. Huyu jamaa Felix anakuja kuona hii sauti inatokea choo, na anajua kabisa tayari mke wake ameweza kukaidi na ameweza kuingia kwenye kile choo cha kutisha. Bwana, ukiingia kwenye choo unakuja kutokezea kwenye msitu huu hapa ambao unafuka moshi, ni msitu wa kutisha sana. Lakini yule jamaa kwa sababu anampenda mke wake, na ikabidi aingie kwenye hicho choo. Alipofungua tu mlango, nguvu ya ajabu ikamvuta Kimazingara, imekuja kumleta maeneo haya hapa. Jamaa amefika huko, anabaki anashangaa, inawezekanaje? Na maana ile sauti ya mke wangu ilikuwa inatokea maeneo haya. Inawezekanaje? Inawezekanaje? Jamaa haelewi, mbona vitu vya kutisha kinoma noma. Hii ni bongo movie yani. Jamaa huko kiendelea kupepesa macho, mara ghafla anaona mwili wa mke wake uko pembeni kidogo. Akaanza kusogelea huko akiita, Sesi mke wangu, Sesi. Lakini aliita bila kupata matokeo yoyote yale. Maana mwanamke huyo alikuwa hajibu chochote, yani kalala kama kazima. Jamaa anajiuliza, mke wangu umekufa au ni nini? Akawa ananyosha mkono lengo amguse, maana ghafla ule mwili ukapotea. Maana mazingira hayo mwanangu kwenye msitu. Ghafla ule mwili umetokezea nyuma ya mshikaji sasa. Na mshikaji bado hajajua kama nyuma yake kuna kitu kimetokea. Umeona? Na akaguswa kwenye begi, akajua basi nimeisha. Hili ni jini sijui ni nini. Ile akawa anageuka taratibu. Ile kugeuka tu anaona sura ya mke wake, akazima. Yani inamaanisha haiweza kuzimia ule mshikaji. Na alipozimia tu tunaona yule hakuwa mke wake, bali alikuwa ni jini wa kike, tena ni binti mdogo kabisa. Unaona? Alikuwa amevaa muonekano wa mke wake. Bwana, msitu kama tunavyoona ni msitu wa kutisha sana. Hii movie imechezwa na kundi moja linaitwa Febe Films wako Mbeya. Rudi kwenye hii nyumba, kuna wapangaji wengi wanaingia wapya, unaelewa, ni kama mtego. Kuna mpangaji mwingine huyu hapa. Kaingia ndani kuchukua maji, mwenye nyumba alimwahidi atamkuta hapa nje ile ingie chooni, mwenye nyumba hayupo. Kaona ujinga, ngoja niingie mwenyewe chooni. Mwenye nyumba haiwezekani unipangie eti mpaka uwepo ndo niende chooni. Na mara baada ya kuingia na amekuja kumtokezea eneo hili hapa bwana. Ukiingia tu kwenye kile choo lazima uje utokee kwenye ile eneo Kimazingara. Na watu wote ambao wanatokea kwenye msitu bado tujaweza kupata kujua ni nini kinawatokea. Tuendelee kuifuatilia hii movie mwanzo mwisho. Ina maajabu mengi sana. So tunaona sasa yule Felix mara ya mwisho alikuwa amezimia, na mke wake naye mara ya mwisho alikuwa amezimia. Tunakuja kuwaona wote wako hapa. Sasa hatujui sasa kati ya Felix
na mke wake ni nani ni mtu halisi na ni nani ni jini kati yao hapa. Kwa hawezi kujua ese mtu wangu. Kwa jamaa ikabidi aanze kumuita Sesi. Yule alipomuita tu Sesi mke wangu akashtuka. Aliposhtuka wanatizamana, kila mtu anamshangaa mwenzake. Sesi akawa anamwambia Felix, ndo nini umenifanyia sasa? Ndo nini umenifanyia? Umeweza kunitoa kwenye nyumba tulikuwa tumepanga mara ya kwanza, umekuja kutupangishia huku na mwisho wa siku naingia chooni na kuja kutokezea maeneo kama haya. Haya nisaidie basi. Felix anamwambia mke wake, Sesi mke wangu, unaongeaje maneno kama hayo? Sasa mimi nimekufanyia nini sasa hapo? Mimi kosa langu kupanga hiki chumba. Umeona? Nimepanga hicho chumba, sikuwa najua kama kuna haya mazingira. Nimelipa kodi, mwenye nyumba ndo anaanza kunipa haya masharti. Haya na wewe ndo umekaidi. Huyo mwanamke kawa anaendelea kulalama. Hapana, mimi sijakaidi. Kwa hiyo mimi niishije bila kwenda chooni? Au utaishije bila kwenda chooni? Kumbuka ni siku ya pili, mwenye nyumba alikuwa hajarudi. Haya sasa, nimeingia chooni, nimekuja kutokezea ile eneo. Nisaidie sasa. Mshikaji akawa anamwambia, sasa mimi nakusaidiaje? Mwenyewe sielewi njia kutokea wala kuingilia. Ila nimejikuta tu nimetokezea kwenye huu msitu baada ya kusikia sauti zako chooni, na nimeingia chooni nimekuja kutokezea ile eneo. Huyu mwanamke akasema, bwana kama ndo wenyewe ishie hapa, kila mtu ajitafute. Bwana wakawa wamezozana, mzozo umekuwa mkubwa. Mwanamke akaondoka kugaza, mwanaume naye akawa anamfuata nyuma. Sasa sijui wamekutana au la, lakini msitu na mambo mengi. Ngoja tuendelee kuitizama hii hapa movie. Kama hujasubscribe, hakikisha una-subscribe channel hii hapa ya Story Fix. In Swahili tunakuletea movie ambazo zimeweza kufanya vizuri, movie ambazo zina vitu vingi sana vya kujifunza, movie zenye burudani, movie zenye vitu vingi sana muhimu. Bwana sasa, huyu jamaa Felix inaonekana alikuwa anamfukuzia sasa Sesi baada ya kuondoka vile kule, kwamba anaendelea kumfukuzia kwa nyuma. Sesi alikuwa amempotea, lakini mara ghafla amekuja kupamiana na yule dogo ambaye mara ya mwisho naye aliingia kwenye choo kile na akawa kumsuna na kimbia bila mpangilio. Kwa hapo akawa amekutana. Huyu Felix akawa anaanza kumwambia huyu dogo, "Wewe mwanangu, kama wewe ni mwenyeji ile eneo, naomba unisaidie. Mimi msijui nimeingiaje kwenye msitu. Mimi nimepotea. Kwa kama unajua njia nisaidie." Huyu jamaa akamwambia, "Wewe unasemaje blaza? Mimi mwenyewe sielewi. Yaani hapa sielewi mimi nimefikaje yani. Sielewi, yani hapa sielewi kabisa yani. Sielewi yani nimeingiaje." Kwa kila mtu akaanza kueleza, akawa anaendelea kulalamika na mlalamikia mwenzie, "Nisaidie na nini." Kwa walivyokuwa wanaendelea kulalamika, mara ghafla sauti za ajabu zikaanza kusikika. Kile kijini cha kike, kile kibinti kikawa kimetokezea bwana. Kile kikaanza kuongea maneno pale ya kichawi. Kinakohoa mara yao nini. Ikabidi wakimbie, mzimu wote wakakimbia pale. Kila mtu amekimbia kinjia. Unajua msituni ndio tayari ameshashituliwa na hilo jini. Kwa mzimu na huo mzimu wenyewe ukapotea. Sasa hatujui huu ni mzimu kweli kama wao wanavyotamka mzimu au ni jini. Hatuelewi ni nini kimetokea. Kwa kila mtu akaanza kukimbia kwa mpango wake mwana. Kila mtu anakimbizana huko msituni. Msitu ni msitu wa kutisha. Kwa watu wanakimbia tu bila mpangilio. Umeelewa? Unaona kabisa na wewe dogo anaendelea kukimbia huko msituni na palangana. Vitu vya kutisha kinoma. Tunarudi tena kwenye ile nyumba. Yule dogo bwana alikuwa na mpenzi wake. Na huyu ndo mpenzi wa yule dogo ambaye anaitwa Johnson. So unaelewa yule Johnson kichana na Felix. Kule msituni sasa kuna watu watatu ambao wameweza kuingia kupitia hicho choo. Kuna Sesi, kuna Felix, kuna Johnson. Tunakuja huyu hapa ni Lakema. Umeona? Ni Lakema. Yes. Huyu hapa naye kana lamu. Mbona Johnson ameniambia anaenda chooni alafu arudi, na maana muda wote yuko chooni. Au kajifungia chooni kwa sababu nimemwomba hela au ni nini? Umeelewa? Huyu naye ikabidi aende kwanza huko chooni kwanza. Kaangalie nini kimempata huyu mume wake huko chooni, siku unaelewa. Alipofika kacheki kimya, kagonga akaona kimya. Na mlango unaonekana umefungwa kwa ndani. Akasikilizia akaona kimya. Akawa anajiuliza kwa nini kimetokea. Akawaza wana akili za kikeni bwana. Akaona hapa cha kuendelea hapa inabidi tu niingie tu kwa chooni niangalie ni nini kimetokea. Ile inamfungua tu mlango na ikavutwa. Unaona? Huyu naye amekuja kutokea kwenye msitu ule. Alipotoka kwenye msitu anajiuliza, "Nimetokeaje huku? Si nilikuwa nimeingia chooni. Ina maana hiki ndio kimemkuta mpenzi wangu." Mimi nikajijua amejifungia chooni, kumbe amekutana na vitu vya ajabu kama hivi. Anajiuliza, hapo ana uhakika kama mpenzi wake kweli amekutana na hicho kitu au la, au alitoka chooni. Yaani yeye haelewi sasa hapo. Akawa anaanza kuitaita tu, anapiga makelele, "Mume wangu, kipenzi, Johnson, sijui nini." Akawa anaita majina, anamaliza majina pale anapiga makelele, ni noma sana ise.
Sasa kule msituni bwana, yule mshikaji Felix alikuwa na simu bwana. Hapo sasa amempigia mchungaji, alikuwa na namba ya mchungaji. Na huyo ndo mchungaji aliyepigiwa simu, anaitwa na Felix. Felix anamwambia, "Wewe mchungaji, njoo tu kwenye nyumba," na mwelekea, anampa maelekezo. "Njoo kwenye mtaa. Njoo kwenye mtaa bwana wa Mbalizi. Kuna nyumba moja hivi. Njoo, si tuko chooni." Jamaa naye akamwambia, "Niko maeneo haya." Sasa nyinyi mpo chooni kiaje afu mnasema tuje tufanye maombi? Sasa maombi tunafanyia chooni. Hebu acheni matani na kazi ya Mungu. Lakini yeye Felix akawa anaendelea kumsisitiza kwenye simu, "Njoo, tafadhali mchungaji, njoo, tumekwama hapa chooni. Njoo, siko peke yangu, ni tuko wengi, ni mazingira tu. Wewe usihofie kwa sababu nakutamkia neno chooni. Wewe ingie tu, njoo tusaidie mchungaji. Njoo." Mchungaji akawa anashangaa, inawezekanaje sasa tufanye maombi chooni? Afu wamekwama chooni kivipi yani? Wamekwama chooni. Kwa mchungaji bwana hapo kawa haelewi, kwa akaendelea kubishana kwenye simu. Mwisho siku mchungaji akawa ameelewa sasa, ndo anafanya maamuzi ya kwenda huko kwenye hicho choo. Lakini kumbuke Felix kwenye simu hajamueleza ukweli mchungaji kwamba hiki choo kiko vipi. Kwa mchungaji alifika hapo chooni kaangalia, na maana ndo kuna watu huko ndani, watu watatu. Unakuaje? Mchungaji ile kufungua tu mlango vile alivyougusa tayari naye kavutwa. Alipovutwa ametokezea upande huu hapa. Mchungaji moja kwa moja alipoingia huku kakutana na jini moja kwa moja, sijui jini sijui ni mzimu. Kwa hiyo huyu mzimu anamwambia, "Karibu sana mchungaji kwenye huu msitu. Wewe unajifanya mchungaji, karibu sana kwenye huu msitu." Huyu jamaa akanamwambia, "Mimi sina mchungaji yoyote, ni njaa tu. Mimi hata sio mchungaji mamangu. Mimi sio mchungaji, jini mzuri." Akawa anaongea vitu vya ajabu pale. Huyu mzimu bwana akabidi aanze kumpa mateso huyu jamaa, kwa sababu jamaa alikuwa analeta utani, kwa sababu anaona ni kama kabinti fulani kadogo hivyo, akaongea loko maneno fulani hivi ya kejeli. Si unajua wachungaji bwana huko akichanganya na maneno sijui shakara, kumbi hana imani yoyote, hana nguvu yoyote ya kimungu, mchungaji wa mchongo, sijui umeelewa.